aliyewaloga kuimbisha, umeshika kitabu tuimbe Kristo waone. Imbisha moyo wangu. Mimi aliyekwambia uimbe wewe nani? Wewe ni muimbishaji, ni mwimbaji? Kristo waone ema yote imbisha. Rahisi tu jamani. Sasa unaimbisha alafu wewe huna malezi ya kisabato, unaimbisha nini? Mimi ndo fadhili. Piga magoma, mimi nitatoa hela. Ndio hapo naimba wanaruka kama nani, wana malaria. Kifua mbele. Wanakata kona. Unakuta mtu ambaye hajalelewa kanisani na halijui kanisa anasema tunapotoka wimbo namba yako Kristo waone. Ndio wimbo wa kutokea namba 10. Uache kuanzia saa hizi. Wazee wa kanisa kwa wingi wenu na kwa kuandaa mkutano huu. Bwana wabariki sana. Waumini wote kwa jinsi tulivyo kutoka katika kanda zetu, Bwana awabariki sana. Katibu wa mtaa, Bwana kubariki sana. Nashukuru tena kwa nafasi ambayo nilipewa siku ya leo. Nitambue uwepo wa mzee tena. Mtaja tena mzee Mbogela. Mzee msimame. Mimi nataka asimame. Niwaambie story. Nilipokuwa mdogo, nilipokuwa darasa la 4, la 5, la 6, la 7 mpaka la 7, mzee alikuwa anakuja nyumbani kila siku na mzee mwenzake Mwakenosa. Alikuwa anakuja nyumbani. Akija nyumbani swali analoniuliza, ulienda shule? Ulikuwa wangapi? Kwa hiyo kila wakati alikuwa akija pale Iringa, baba kama mchungaji wa mtaa. Maswali ni hayo kila wakati. Ulikuwa wangapi? Basi nikijibu maswali nikijitahidi, alikuwa ananipa shilingi 20. Ilikuwa senti 20 ile. Ilikuwa inanipa nguvu ya kuendelea kusoma. Haleluya jamani. Wewe mnawapa watoto nguvu ili waendelee kusoma. Amina.
Iliendelea hivyo, nikaanza kujua historia, kwa nini alikuwa anapita pale. Baba yangu ni mwanafunzi wake wa darasa la 4. Nashangaa nini? Mbe maiki mzee hapo. Mzee huyu pamoja na familia yake imekuwa baraka sana kwetu. Nimeona pema tusimame kwa niaba ya familia atusalimie tena, awaambie alipokuwa kule anafundisha shule zetu za kanisa. Mzee, karibu kidogo. Ni amwelewe tunakotoka. Ile kanisa la Izumbe. Natumai tulikuwepo watu 4, watu wazima. Tulikuwa tunasali pale, mimi, Lastoni, Simeoni, Fanuel na Asheri, wakiwa vijana wadogo wetu. Na mwetu kama mwenzangu alikwenda alihamia Songwe, basi akafungua tawi la Songwe. Kwa hiyo tulikuwa na tawi la Songwe na hapa Izumbe, na kanisa lilikuwa mjini. Sasa tukifika watu 20-30 kwenye makambi, tunashangaa. Tunasema tumekuwa wengi. Lakini sasa naona kundi kubwa la namna hii. Mungu awabariki sana. Simameni katika imani hii, ni ya kweli. Ningelikuwa na nafasi ya kutembea kwa kuonyesha unabii ulivyo, kwamba hili ni kanisa la kweli, ningelifanya hivyo. Lakini basi sasa ndio hivyo. Hii miezi imeshapita mingi, miguu haina nguvu tena. Namshukuru mchungaji hapo Mwakasese kwa jinsi ambavyo alikuwa msikivu wa kutii kile ambacho mzazi anamwambia. Na msione mvi hizo ni za baba yake. Alikuwa mvi yeye ni mwanzo darasa la 5. Huyo baba yake akiwa darasa la 5 na mvi. Kwa hiyo ni za ukoo, msishangae mkafikiri ni mtu mzee kwa kweli. Ushukuriwe. Mungu aendelee kukubariki. Mungu awasimamie katika kazi ya Bwana. Sasa tulijenga, Mungu alitupatia nafasi ya kufungua shule hii kwa sababu moja kubwa. Baada ya kustaafu nilijiona kwamba haina maana ya kukaa hivi hivi, wakati ambapo mimi niliongolewa na shule. Baba yake yule aliongolewa na shule, na nilikuwa namfundisha kwenye shule hii. Kwa hiyo tukafikiri kwamba lazima tuifanye kazi ya Mungu, na mke wangu ambaye ni marehemu sasa alipenda kazi ya Mungu, lakini amelala. Naamini tutaonana. Mungu awabariki, awainue juu, ifanyeni kazi ya Bwana. Alichokisema kwamba tulijui kanisa ni kweli, na sasa hivi kuna marumbano ya hali ya juu katika kanisa la Waadventista wa Sabato, na ni Wasabato hao wanaoingia katika marumbano ya ajabu. Sasa tusiposimama katika maandiko na ukweli wa neno la Mungu, tutayumbishwa. Lakini Bwana yuko upande wetu, na kanisa linaweza likaonekana kwamba linaanguka, halianguki. Litasimama mpaka siku ile ya mwisho. Amen. Asante. Waimbaji wameimba nyimbo nzuri, na wimbo ambao umetukumbusha siku ya leo unasema wewe ni nani? Yakobo. Hutashindwa kwa jambo lolote. Haleluya wapendwa. Kanisa hili litaonekana kama linaanguka, lakini halitaanguka.
yaani litaonekana lina yumba yumba, na mwingine atasema nishuke. Ukishuka unapotea. Kanisa hili liko vitani na limekwisha shinda. Ndio maana tumeanza tangu asubuhi kulifahamu hili kanisa. Usikae humu kwa sababu ya wazazi au kwa sababu tu lina mambo fulani mazuri. Lifahamu kanisa la Mungu, maana ni chombo ambacho tutaokolewa kwacho. Kwa hiyo tutakuwa na mwendelezo huo pia. Tambua, kanisa la Mungu halijaanguka, ila watu wanaanguka. Kwa hiyo ndio maana tuko katika wiki hili la malezi. Ni namna gani tunaweza kusaidiana katika malezi kama wazee wa kanisa, waumini, kila mmoja tunawezaje kusaidiana katika malezi? Ndio maana tuko hapa leo na kesho. Njoo kila mmoja aje jinsi alivyo. Tunategemea kuona kwaya ziko hapa kesho siku nzima mpaka jioni. Tuko kwenye semina za malezi yasiyo ya uwakilishi. Kwa hiyo nawatia moyo tena, tunapokutana namna hii mjisikie kwamba tumekuja kwa ajili yenu. Pokeeni salamu za mwenyekiti wetu wa conference, Pastor Toto Kusaga. Ameelekea eneo lile la kule Tukuyu, mahali ambapo mchungaji Msamba alikuwepo, alifariki, na ameenda kumtambulisha mchungaji mwingine. Wapendwa, hata shetani apige wachungaji, wanaibuka wengine. Hilo tunajua kanisa limeshinda. Hata mchungaji walale, watendakazi walale, kazi ya Bwana itaendelea. Hiyo treasurer wetu Mwanansoka na wasalimu na wakurugenzi ambao wametawanyika sehemu mbalimbali wametuma salamu wakitambua umuhimu wa mkutano huu. Tazama, wachungaji toka huko Ilembo, toka huko Ibaba, kanda hii yote tuko hapa kwa ajili ya kuleana. Kwa hiyo usikose mkutano makini kama huu. Moja ya malezi, wachungaji, napenda tukumbushane tena, naliongea hilo. Naamini kwamba wote mna bahasha. Nayo bahasha hii wote mnaifahamu hii bahasha? Unalifahamu kanisa la Sabato? Hilo ndio swali mpaka jioni, mpaka kesho. Unalifahamu kanisa la Sabato? Lina bahasha kama hii? Unaifahamu hii bahasha? Unafahamu kwamba hii bahasha inatakiwa utolee sadaka siku ngapi? Siku ngapi? Mwezi. Ina column ya 1, tarehe hii. Ninakuomba tafadhali, unapofanya malezi hakikisha bahasha yako imejaa, ndipo unachukua bahasha nyingine. Andika jina lako, tawi na maelekezo yote yako hapa. Jina, namba ya mshiriki kama unayo iombe, wakupe namba yako, kila mshiriki ajue namba yake. Kuanzia kesho kila mshiriki inabidi ujue namba yako ya ushirika. Ya kwako unaijua? Unaijua namba yako ya ushirika? Basi unakaaje wakati namba hujui? Ulisajiliwa lini? Ndio maana tuko hapa. Kuanzia leo ujue namba yako ya ushirika ambayo iko kwenye mtandao. Ndio maana tuko IT huko hapa. Utaelewa maana yake, kwa nini unatakiwa usajiliwe. NIDA unawahi, lakini ya kanisa huijui namba yako. Basi utakapokamatwa huko, uliza namba ya kanisa huijui, mimi sina taarifa tena, nimeshakuonya mbele. Ifahamu namba yako ya ubatizo. Ulibatizwa lini? Andika hapo. Wengine hata wajui kwamba walibatiziwa wapi na mchungaji nani, washamsahau. Hii bahasha na maelezo yote. Kwa hiyo ninapotoka leo, ninapozungumza haya, uyachukue jinsi yalivyo. Tuko kwenye semina ya malezi. Hii bahasha ina jina kanisa unalotoka, anwani, kama ni kundi, kuna mahali pa zaka, sadaka ya pamoja iko hapo. Kila kitu kimepangwa. Sadaka ya makambi iko hapo, sadaka ya majengo iko hapo. Kuna mahali pameachwa na wazi, pameandikwa sadaka maalumu, iko hapo.
Hii bahasha ndio utatolea kila kitu. Wazee tupo, nikawaambia waumini, silete bahasha nyeupe bwana jano, sio bahasha hii. Kama una kitu cha kuongezea hakiko hapa, andika walipoandika matumizi mengine. Na sadaka ya Heri Hospital, andika hapa. Humu nimeweka sadaka ya Heri. Si ni rahisi tu. Sasa kuna watu leo wamepata bahasha mbili, wamechafua bahasha. Lazima tukulee. Ukipewa bahasha, weka sadaka yako, inaandikwa hapa, imeandikwa zaka, imeandikwa nini imeandikwa, sadaka imetangazwa wiki ijayo, tutakuwa na sadaka ya nini, andika iko hapa, nafasi yako ya kujaza. Karani mtunza hazina atajumlisha, atajua umetoa sadaka gani, umetoa sadaka gani. Bahasha ni moja. Umeelewa? Wangapi wameelewa? Amina. Usiombeombe bahasha. Tunza bahasha kama ngoni ya jicho lako. Na inaonesha kabisa unapopewa nyingine hiyo imejaa. Mani, na hilo ni nzito au? Ni sawa sawa. Kuna swali baada kuu na maswali. Bahasha ni nini? Kwa mwezi. Na umechukua leo, hakikisha umerudishiwa bahasha yako, unaenda nayo huko Mlima Lake. Na unaenda nayo huko kwa usiache ya bahasha hapo. Tumeelewana? Hakikisha aliyetoa sadaka leo mmemkatia tiketi yake, si risiti. Katie risiti yake, mpe bahasha leo kabla hatujaondoka. Kila mtu apewe bahasha kwa jina lake, ajue ametoa nini. Malezi ya washiriki yanaanza kwa namna hiyo. Kwa hakikisha una bahasha na unatoka na bahasha. Kuna wengine wanatoka na bahasha mbili, na hao tutawatambua. Lakini hakikisha una bahasha angalau moja unayotoa zaka na sadaka. Kumbuka hii bahasha ni hela. Ni hela unayotoa wewe sadaka. Kwenye ile asilimia unayopeleka conference, hii inatengeneza bahasha. Wewe usitupe utanipa nyingine. Hii ni hela. Ni hela. Haleluya. Na mwingine anaenda naitupa tu mezani, asitaomba nyingine. Wewe sio wakili mwaminifu. Wewe ninawaomba tena, tafuta bahasha, andika jina lako na uiheshimu vizuri, sikuje kuje. Na kwa ulijui kanisa, unakuja kwa bahasha. Wewe nzuri. Naomba hayo mashimo tumeona hapo kwenye mabox. Hayo mazito mazuri ya kutumbukiza bahasha. Vizuri, sio mpaka tukunje. Mashemasi wa leo mliokuja mashemasi, hakikisheni tunapokuwa na mikusanyiko mna vyombo vinavyobebeka vya kukusanyia sadaka. Beseni sio chombo cha sadaka, vikapu, mifuko sio vyombo vya ibada. Labda kama ulijui kanisa, tunatoa sadaka kwa Mungu mkuu, sio kwenye mfuko wa ramu. Mwisho saa hizi na leo, kama ulijui kanisa na ujui kwa nini umekuwa shemasi, unakuja hapo unatafuta kofia unawekea sadaka, utakushughulikia. Na tunaanza leo. Upokea sadaka mkononi, mwiko weka ndani ya chombo. Ndio malezi. Sasa mimi nisemage nini? Ndio hivyo. Naomba vyombo vya sadaka, kama mnajua mnakuja kwenye mkusanyiko, bebeni vyombo vizuri, sio mabeseni, sijui manini. Kuna vyombo vizuri vinavyobebeka. Muwe navyo vingi vingi, vidogo vidogo, vikubwa vikubwa hivyo. Lakini mifuko ya watu, rambo, maplastiki begi, ndoo, huyo sio Mungu wetu. Haleluya. Basi mwimbe wimbo sasa namba 10. Kristo wane. Upenda kweli huo wimbo? Kristo wane. Mimi ndio mwimbishaji. Kristo wane. Na unapoimbisha uruhusiwi kuimba.
Mimi nashangaa eti mwimbaji naimba. Waimbaji si wako huko. Imba sauti yako, usimbe ovyo ovyo. Chombo kinaimbishwa. Kwa hiyo pianist, mimi ndo nakuimbisha. Kwaya zote zinazoimba na AI hazifai kanisani. Lazima chombo kiimbishwe. Tunamwabudu Mungu mkuu anayetaka kusikia hisia zetu, sio hisia za flash. Kristo wangu, Kristo wangu, neema yote imbisha. Amina. Anayetaka uone una dansi hapa nani? Zaidi ni shetani ndio akuangalie. Kwani nimekosea wapi? Hapo nakuta mtu ambaye hajalelewa kanisani na halijui kanisa anasema tunapotoka wimbo namba yako Kristo wande. Yaani ni watu ambao hawalijui kanisa, hawajui taratibu za kanisa. Ni wimbo wa kutokea namba 10. Uache kuanzia saa hizi. Aliyewaloga kuimbisha umeshika kitabu hivi Kristo waone. Imbisha moyo wangu. Mimi aliyekwambia uimbe wewe nani? Wewe ni muimbishaji ni mwimbaji? Waimbaji si hawa. Malezi ya washiriki kanisa ni la Mungu. Lina utaratibu. Pelekeni watu waende kwenye course za music walilee kanisa. Msipitishe nyimbo za ajabu ajabu kanisani. Msitoe budget kwenda kurekodi madudu. Mashetani yanaletwa ibadani. Na nyinyi wazee wa kanisa mnakalia baraza. Wapeni tu hiyo. Milioni 2. Haya. Kupeleka shule mtoto tu shuleni mwana mwimbaji mwalimu 300,000. Lakini majoho milioni. Manyoka kanisani. Aliku. Kanisa hii nafanya mabadiliko. Hili ni kanisa la Mungu aliye hai. Sio la kuchezea. Sio la disco.
wote mnaopiga mangoma huko, hapa sio mahali pa tamaduni za huko. Hapa tunaimba nyimbo zenye akili zinazoleta tafakari ya ibada. Sio ya kukaza akili alafu ibada inashindwa kuingia kichwani. Mwamba wenye imara kwako nitajificha. Mwamba wepo, mwamba wenye imara. Mimi ndo mwalimu, angalia hapa. Mwamba wenye imara, mwamba wenye imara kwako viongozi wa kwaya, malezi, rudini kwenye miongozo ya kanisa. Mwende mkasome kanuni ya kanisa, inatakiwa muendeshe vipi ibada ya muziki. Ili kanisa lina mwongozo wake. Utaki mwongozo wa kanisa hili, chagua lingine. Chagua kanisa sio hili. Kwa hiyo kasome mwongozo wa kanisa. Ukiona na kusumbua, atafute elimu ya kuimba kama msabato, hapo ndo unaimbisha. Usiimbishe kwaya kama una malezi ya kisabato. Si rahisi tu, si rahisi tu jamani. Sasa unaimbisha alafu wewe huna malezi ya kisabato, unaimbisha nini? Hivi tumesomewa fungu kuu la kutoka katika kitabu cha Ufunuo 12 mstari wa 17. Anasema joka akamkasirikia nani? Akaenda afanye vita na nani? Hao wana tabia gani wanaofanyiwa vita na shetani? Mambo makubwa mangapi ambao shetani ana vita nao? Moja, wanatii. Namba 2, hayo mambo mawili shetani tangu mwanzo ana shida nao. Ana shida na kanisa la Mungu, mwanamke kiunabii ambaye tumejifunza tangu tumebatizwa. Shetani ana shida na ana kanisa la Mungu linalotunza amri 10 za Mungu na kuwa na imani ya Yesu Kristo. Mambo makubwa mawili. Unalifahamu kanisa hilo? Unalifahamu kanisa la Waadventista wa Sabato? Ukilifahamu utagundua kwamba linatunza amri ya Mungu na linatunza roho ya unabii,
linashika mafundisho kama yanavyoelezwa na Ellen White na unabii wa Biblia. Kwa hiyo hilo ndilo kanisa la Waadventista wa Sabato ambalo shetani analichukia. Sasa kama unalifahamu hilo kanisa, basi jioni ya leo na mchana wa leo nataka kuambia kwamba tangu tumeanza asubuhi inapokuwa tunaendelea, tumegundua kwa nini watu wengi hatulifahamu hili kanisa. Tumepitia sababu mbalimbali. Hili kanisa ambalo upo, hilo kanisa la Waadventista wa Sabato linajulikana kwa jina linaloitwa la unabii. Leo tunapitia huko. Unalifahamu kanisa la Waadventista wa Sabato vizuri. Kanisa hili linaishi kwa jina la unabii. Kanisa la masalio. Linaitwa kanisa gani wapendwa? Nakuuliza swali, unalifahamu kanisa la Waadventista wa Sabato vizuri? Kanisa hili linaitwa kwa jina la unabii. Msomaji wetu, Isaya 10 mstari wa 20 na 22. Natamani baada ya mazungumzo haya na mafundisho haya tufike mahali tulifahamu kanisa, tumfahamu Yesu Kristo anayeliongoza kanisa hili. Tusomee Isaya 10:20-22. Na Mungu anasema, tena itakuwa katika siku hiyo mabaki ya Israeli na hao waliopona wa nyumba ya Yakobo hawatamtegemea tena yeye aliyewapiga, bali watamtegemea Bwana mtakatifu wa Israeli kwa kweli. 22. Maana watu wako Israeli wajapokuwa wengi kama mchanga wa pwani, ni mabaki tu watakaorudi. Kuangamiza kumekusudiwa kunakofurika kwa haki. Nataka uchukue neno mabaki. Utasoma tena Warumi 9:27. Chukua hilo neno mabaki. Israeli, pamoja na kwamba mko kama mchanga wa bahari, saa imefika, sio wote watakaorudi. Kuangamizwa kwenu kumeshaonekana na kumetabiriwa. Ni wachache watakaoweza kuokolewa, sio taifa kama wote. Mabaki tu ndio watakaookolewa. Warumi anasemaje? 9:27. Warumi 9:7 anasema, wala hawawi wote wana kwa kuwa wazao wa Ibrahimu, bali katika Isaka wazao wako wataitwa. 9:27. Warumi 9:27 neno la Mungu linasema, Isaya naye atoa sauti yake juu ya Israeli kusema, hesabu ya wana wa Israeli ijapokuwa ni kama mchanga wa bahari, ni mabaki yao tu watakaookolewa. Haijalishi Israeli wako 600,000 au milioni 6, ni wachache watakaookolewa. Unabii huu ambao Isaya ameuzungumza umefika kwetu leo. Israeli, pamoja na kwamba mko wengi, wako wengi, Isaya alitabiri. Paulo anasema hata kama Waisraeli mko 100, mko milioni, kwa sababu ya kuitwa kwa jina la Waisraeli, ni mabaki tu watakaookolewa. Haijalishi tuko kwenye kapu la Kiisraeli kiasi gani. Kanisa hili linaitwa masalio, sio wote watakaookolewa. Ukilifahamu jina la kanisa hili, utaishi kwa jina, utafahamu namna ya kuishi kiunabii kwenye hili kanisa. Unalifahamu kanisa la Waadventista wa Sabato, unajua kwamba linaitwa masalio.
Unafahamu kwamba ni la wachache tu wanasafiri, lakini ni wachache watakaookolewa. Mtu mmoja anasema, kwani ni nani sasa atakayeokolewa? Ni wewe. Katika hao mabaki ni wewe. Hao mabaki ni wewe. Sasa ambaye hataokolewa si yuko nje, huko nje. Unabii huu wa wokovu, unabii huu wa ukombozi wa taifa la Israeli leo upo kiroho kwa kanisa la Mungu. Chukua neno mabaki, na ndio maana hili kanisa shetani analichukia, anafanya vita na waliosalia. Ukisikiliza historia ya kanisa hili tangu mwanzo, lilikopitia vipindi mbalimbali, waliobaki kushirikilia amri za Mungu na imani ya Yesu waliitwa masalio. Mimi ni masalio au wewe ni masalio? Je, unaitwa kwa jina hilo? Na unajua kwa nini wameitwa masalio? Na unajua kwamba wanatembea na jina la masalio hata sasa? Ukichukua ile dictionary ya Oxford ukurasa 992, anapozungumza neno remnant, that is left after the other part have been used or destroyed. Kwa kanisa hili limesalia kutoka katika makanisa mengine. Haya makanisa yaliyoiangusha kweli chini. Makanisa haya yameikataa Sabato, yakapokea mapokeo ya wanadamu kama vile misa za wafu, ibada za sanamu, kusamehe dhambi, kupaisha watakatifu, kubatiza watoto, kutoa vyeti vya msamaha na dhambi. Haya mafundisho Biblia inayaita mafundisho ya Babeli, mafundisho ambayo yako kinyume na Biblia. Kanisa pekee lililobaki kuinua kweli juu linaitwa kanisa la masalio. Tangu wakati wa matengenezo limekuwa likisimama kukataa mafundisho kinyume na Biblia. Kanisa hilo la masalio linaita kwa jina la unabii, kanisa ambalo Mungu analipenda, linainua mafundisho ya kweli juu, na yale yote yanayofundisha mafundisho kinyume na Biblia yanaitwa Babeli. Unalifahamu kanisa la Waadventista Sabato linapofundisha kuhusu misa za wafu, linaposema wafu hawajui neno lolote, wanamaanisha kwa sababu neno la Mungu limesema wafu hawajui neno lolote. Lakini waumini wake yawezekana waamini fundisho hilo. Nimehudhuria misiba mingi na kule kwetu napokuwa tunazika, tasikia Wanyakyusa, jamani, geuza kichwa kiangalia na nini? Kiangalia wapi? Kinaenda wapi? Wanyakyusa kichwa kinaangalia wapi? Mashariki kuna nini? Jua linatokea. Kwa nini? Kwa nini mnaweka kichwa kiangalia huko mashariki? Wanyakyusa mtuambie na wengine. Kwa nini wao mnaenda? Tunakaa pale msibani, tunataka kuweka sanduku. Jamani, geuza kichwa. Kelele. Geuza kichwa. Na geuza mnapeleka wapi? Na ni msiba wa Adventista. Geuza. Mnapeleka wapi hicho kichwa? Mtuambie leo. Tutakavyoongea siku ya mwisho. Wazee wa kanisa, wao mnapeleka vichwa wapi? Na mnawakubalia. Wamesema wao kwao walitokaga Kuitongo, ndio maana wanapeleka kichwa huko. Mnapeleka vichwa vya watu Kuitongo wazee, na mnawakubalia na kelele pale kaburini, tunataka kuzika. Jamani, geuza. Wakati wanatoka moto aligari ligeuka hivyo. Sasa sijui kwenda kichwa kiko wapi sasa.
Leo tunakuja kwenye shimo, geuza kichwa, kiende wapi? Upagani huko mpaka leo kwa kwetu sisi kanisani. Tunakataa mafundisho ya Babeli, lakini sisi tumekuwa wa kwanza. Achukue na viatu vyake. Nikauliza soma, viatu haikuivuna nini? Atafanyaje? Hivi kwenye Yesu akuivuna ndio nini? Atasikasirika, atajisikia vibaya. Longiro, sisi usipoweka viatu vyake na godoro humo na nguo, eti marehemu anajisikiaga vibaya. Hawa marehemu wa Sabato wanajisikia vibaya. Moja nikauliza, mbona mnachimba hapa katikati na huko ndani? Sasa hapa ni sebuleni. Kama na ndani, upagani mpaka kanisani. Hayo mambo mnayo hayapo. Sasa Yesu ni Babeli. Babeli mkuu. Unachimba, uchimbie na huko. Bombako. Atakuwa anakuja sebuleni na kula chakula. Marehemu anakuja kula chakula. Bado mnagombana kwenye msiba. Sisi tulitoka mashariki. Kichwa lazima kiangalie. Upagani. Unalifahamu hili kanisa? Unaingangana na kichwa kaburi, unalifahamu? Kanisa la Sabato alingangana na vichwa. Vichwa vilikuwa kule stage. Ninakula vichwa vitatu. Huyo ndio. Mabodaboda wanakula vichwa. Sio kanisa. Kula mshikaki vichwa hivi. Sio kanisani. Hebu punga mkono kama tunaenda wote. Haleluya. Kwani semina ya nani? Ya makarani. Semina ya makarani. Makarani ndio wanakula vitu. Si hapa. Njoo kesho. Usikae nyumbani. Tunaendelea na semina zetu ya kulifahamu hili kanisa. Kwa hiyo tuache upagani. Kanisa la Waadventista linasimama kinyume na makanisa haya yote na yanaendeleza mapito ya Biblia yale ya zamani, original. Haya yapindisha. Tunalifahamu hili kanisa. Ndio labda tutumie uzoefu. Hamna uzoefu. Hamna uzoefu hapo. Wachungaji wenzangu, hamna uzoefu. Biblia, neno la Mungu, roho nabii. Hakuna uzoefu. Kwa sababu hiyo basi, shetani chuki yake imeenda dhidi ya hili kanisa. Na chuki yake ni kubwa. Chuki yake ni kubwa sana kwa kanisa la Mungu. Na kwa sababu amegundua kwamba hao wanatunza amri za Mungu na roho ya unabii anawachanganya. Roho nabii ikisema tunapoimba tutulie, shetani anasema achana na hiyo. Pambana na magoma. Piga magoma. Magoma tena. Sisi ni wa masalio. Piga magoma nimekwambia. Mimi ndo mfadhili. Piga magoma, mimi nitatoa hela. Shetani inawezekana mfadhili. Inawezekana kupitia mtu fulani anaingiza mashetani. Watu badala ya kuimba vizuri wanapanua miguu na hivi. Vile. Ndio hapo wanaimba wanaruka kama nani, wana malaria. Kifua mbele. Wanakata kona. Kwani unakata kona hivi haraka? Shetani mjinga anajua hili kanisa ni la masalio na wana utume wao. Katika ibada ya muziki wana namna yao. Shetani anasema achana na hiyo. Ibada mtu mnarudi na nyuma namna hiyo. Wewe mnarudi na nyuma. Wewe unaenda na mbele. Watu watasema amina.
Wakisema amina yeye mnapata likichwa. Shetani anasema hapo ibada imenoga. Roho Mtakatifu ameshuka. Roho nabii ananiambia Roho Mtakatifu hajidhihirishi katika uimbaji huu. Punga punga. Haleluya. Hivi. Ya shetani. Jamani tuimbe vizuri. Wachungaji hawaelewi. Kwa unajua minani. Kwa nini unakijua kinani? Unakijua. Hata ukijui. Hilo hapo kinani anapiga mtu yoyote. Wanapiga kule duniani, wanapiga huko, wanapiga kule, wanapiga kila mtu. Ila sasa wenyewe wana akili, tatizo lao. Wakiwa wanapiga kule, ukiwaalika kanisani hawapigi hivi. Wanaposema hapa ni ibada. Wana roho ya Mungu. Ila waaumu, ukiwaambia pige, wanapiga kama wale. Sasa wale wakija wanasema, kumbe huku ndio yale yale. Wana roho inawauma, wanaona hawabarikiwi kwa sababu ule uimbaji ambao anaokuta tena kanisani, anakuta ibada. Kumbe nimepotea. Malezi. Usipojua kuendesha huduma za hili kanisa, ajifunze. Na unajifunza wapi? Mwongozo wa kanisa. Naomba nitolee mwongozo kwenye ubao. Mwongozo wa kanisa uko wazi. Ukipewa idara kwenye hili kanisa, soma mwongozo. Soma mwongozo ili ujue kwamba hili kanisa linaendeshwaje. Mwongozo tulionao sasa hivi mpya ni huu hapa. Sio wa kijani wala wa blue wazee. Tumieni mwongozo mpya. Na tunategemea kwamba kila mtu anao. Usitumie uzoefu. Hii ndio mwongozo wa kanisa, kanuni mpya. Na sura ya 6 imeongezwa humu. Inayozungumza kuwafanya wanafunzi. Na maelekezo mengi ya kanisa yanayoenda sasa hivi kwa miaka hii 5 yako hapa. Maswali yote ambayo kila mshirika angeweza kuuliza yako hapa. Hakuna sababu ya kuongea sana na maswali na kunyosha mkono wa kushoto. Chunga. Nitaka kujua. Wanahubiri ya hubiri. Achana na hiyo kitu, soma hiki. Soma Biblia, maswali kama hayo hayatakuwepo. Na soma mwongozo, lifahamu kanisa lako. Kama ulijui, akae ujifunze. Sio mbishi, utapotea ukiwa humu. Wewe hataki mshiriki yoyote apotee. Hello students. Good afternoon. Unaweza kupunga mkono kwangu? Hebu simameni. Sasa tunapendeza. Wangapi wamebatizwa? Wangapi bado? Hebu ambao wamebatizwa wakae. Nataka kuuliza maswali ambao hawajabatizwa. Na mtihani mchana wa leo. Kwanza John niulize hapa mbele, nina maswali. John tuongee. John tusimame hapa. Na TV nawaona. John. Yes. Good ladies. Na wewe rafiki yangu, yani wavulana hawa. Ndio bwana utuokoe bwana. Yaani hao wanaongezeka wasichana, wavulana wameenda wapi? Jamani mnatia aibu. Hebu fanyeni kitu hapo. Wimbo gani mnaopenda kuimba hapa shuleni? Wimbo gani mnapenda kuimba? Wa Kiingereza. Mnaimba wimbo gani? Wimbo gani mnaimba? Kwenye mwalimu? There shall be showers of blessing. This is the promise of God. Let's sing together.
Eshabu. Kuna mtoto wa Kisabato ambaye hajabatizwa yuko hapa. Hebu onyeshe mkono. Hebu simama. Nataka niwaone. I'm your father now. I'm asking you a question. Please stand up. Come on. Come in here. Come in here. We want to talk with you right now. Okay? Quick. Nimeona mkono mwingine kule nyuma. Yuko pale mwingine mimi. Jo. Watoto wa Kisabato ambao wako hapa, ambao hawajabatizwa. Showers of blessing, showers of blessing we need. There's drops around us are falling, that for the showers we pray. A question on you right now, okay? Are you ready to answer my question? Huh? Are you ready? So, why are you going in the back? Where is the back then? Now, okay. All right, good. Now, question. Swali langu la haraka, unajibu kwa haraka. Wangapi wanampenda Mungu? Wanampenda Mungu? Pesa mkono juu. Right. Mwalimu wa hesabu na Mungu nani mzuri? Haya, Yesu na mwalimu wa Kiswahili? Na mwalimu wa Jokri na Yesu? Naangua kwenye ngazi, njoni huku. Haya, hapo. Somo gani gumu lile? Somo gani? Physics. Haya, mwalimu wa physics na Yesu? Amwapendi walimu wenu? Mnawapenda? Wakiwaambia kachukue viboko mnaenda amweni? Mnaenda. Yesu akisema nifuate, unaenda uende. Sasa Yesu na mwalimu nani mkubwa? Formula ya triangle ya hesabu. Nami. Okay. Sasa mnaenda wapi huko? Kama sendende vile. Right. Good. Sasa sikiliza niwaambie tena. Sasa kama Yesu leo anasema nifuate na utakuwa mtoto wangu mzuri, na anasema kwamba ukinipenda utashika amri zangu, na ukibatizwa unakuwa mtoto mzuri. Now, swali liko hapa. Kuna watoto hapa wameambiwa na wazazi wao, nyinyi watoto, eti nyinyi watoto. Eti msibatizwe, eti nyinyi watoto. Ni kweli nyinyi watoto? Naomba niwaulize swali la mwisho. Wanamuziki maarufu Tanzania, moja, There's more
kanisani wale Lula hawataji wengine wale wa duniani huko. Mbona mnakimbia maiki yangu? Mwingine kama sio wanafunzi bwana. Mwingine tablon. Nasema sio wa dini, wewe ndio wengine. Basi nitawekea maiki. akandoka vijitoa. Na anajua kutumia simu kama hii. Anajua kutumia simu kama hii. Hii hapa hii. Mmoja na yule kujora. Kuna kitu kinaitwa YouTube, unakijua? Yes. Who told you? No one. What do you know it? So, don't mkubwa. Sasa swali la mwisho. Yesu anawapenda. Yaani anawapenda kuliko walimu. Anasema kwamba mmeshasoma sana neno la Mungu na anataka leo mbatizwe. Kuna watoto wamedanganywa eti wao sio ni watoto. Eti hawajui kwamba nyewe wakubwa. Yaani hawajui kwamba nyewe wakubwa mnajua vitu vingi. Sasa Yesu anawapenda mchana wa leo. Anataka mtoe maisha yao yenu kwake kwa njia ya ubatizo. Yesu anawapenda. Inawezekana mlikuwa mmechelewa kwa sababu mnadanganywa na watu, ubatizo sio utakufa kwenye maji. Sio nani. Mwaje kuona mtu amekufa kwenye maji? Yesu anawapenda na maana leo mko hai. Sasa nataka niwaite wale makarani wa kanisa waandike majina yenu na kuwa na ubatizo kama sio leo jioni au Sabato ijayo. Mtaongea nao tu wazazi wenu. Wangapi wanataka kuongea na wazazi wao? Wangapi wanataka kuongea na wazazi wao? Njoni hapa. Njoni hapa. Njoo muongee na wazazi wenu. Simameni hapa. Tawapigia simu. Njoni. Karani wa kanisa, njoo andika watoto tunataka kwenda kuongea na wazazi wao. Yaani mpaka sasa hivi hujafika. Njoni mwandikeni majina yenu. Taongea na wazazi wenu. Andikeni majina. Nilipotoka kabisa sasa narudi. Andika majina kwangu. Wala kwa wanasema mimi nataka niongee na wazazi wangu. Nataka kubatizwa. Tena wiki mbili zijazo 3. Mmechukia, kuna hata muhimu. Write your name. God will bless you. Mungu anaenda kubariki katika masomo yako. Wanaendelea kuandika, watakuwa na mfuata angu pale, angu kakae pale. Wanaotaka kuandika wataandika pale, wanaotaka kurudi watarudi. Yesu anawapenda. Andika majina yenu pale na Yesu anawapenda. Nendeni mrudi kaa kwenye viti. Kijua Yesu anawapenda na amewapia.
fulani hapa anasema mimi kwa kweli kwa sijabatizwa, lakini ninapoendelea kulifahamu kanisa la Mungu natamani kufanya tofauti. Nataka kubatizwa kama Yesu Kristo alivyobatizwa. Kuna mtu yoyote yuko hapa anataka kutoa maisha yake kwa Yesu tena, anataka abatizwe kama Yesu Kristo alivyobatizwa? Nakusubiri wewe tu, nakusubiri wewe tu. Leo ni siku ya malezi mpaka jioni tutakuwa tukizungumza kulitambua kanisa. Tusimame kidogo. Mchana wa leo tutakuwa tukiongea jinsi kanisa hili lilivyojulikana mpaka leo unapoitwa Waadventista. Usikose semina hii maalum, usichelewe huko unapokwenda. Tutakapoanza kipengele cha pili, maana lazima tujitambue kwamba sisi ni Waadventisti wa Sabato. Sisi sio wa Sabato, sisi ni Waadventista wa Sabato. Unapoandika kwenye vibao vyako, andika Waadventista wa, usiandike Waadventista wa Sabato. Sio sisi au ni wengine, sisi tunaitwa Waadventista wa. Ni watu wanaomsubiri Yesu anapokuja mara ya pili, lakini wanatunza nini? Inawezekana katika wiki hili unatamani jambo fulani Yesu aliondoa katika maisha yako ambalo ni baya, janga. Unapofikiri unatamani ombi la pekee mchana wa leo lifanyike kwako. Kama unaweza ukaja hapa mbele tukaomba na wachungaji na wazee wa kanisa wakanyosha mikono kwa ajili yako, unaweza ukaja. Sasa ni wakati wako wa kuja kutoa maisha yako kwa Yesu na kuweka wake. Unaweza ukatembea ukaja hapa, unapokuwa naimba wimbo unamwambia Yesu, katika wiki hili natambua yawezekana kuna jambo ambalo sijafanya vizuri. Leo natamani kuumbwa upya. Natamani usikie maombi yangu ya jambo fulani kabisa Yesu siku ya leo. Unapoimba wimbo huu, njoo hapa kwa Yesu. Hilo tumaini langu, sasa narudi. Sasa kanisa, njoni hapa juu. Wapendwa, ni vizuri tukalitambua kwamba sisi ni Waadventisti wa Sabato, na jina letu linaitwa Masalio. Lazima tutambue kwa nini tunaitwa Masalio na ni sababu zipi zinazonifanya mimi na Waadventista wa
ni jina la kiunabii, lina sababu ya kuitwa hivyo. Ni vizuri nikalifahamu kwa nini Yesu ameniita kuwa katika kanisa hili lenye jina la kiunabii. Na kama lina jina la kiunabii, linatembea na unabii, ni unabii gani ambao unanihusu mimi kama Mwadventista Msabato? Hilo litaendelea kujibiwa mpaka mchana wa leo. Natamani Yesu aguse maisha yetu kwa namna